Naibu Spika, kwanza na mimi naomba niungane na wenzangu wote waliotangulia kuwapongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Mipango Profesa Kitila Mkumbo pamoja na timu yake nzima, Mheshimiwa Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar na timu yake nzima ya Wizara ya Fedha kwa mawasilisho mazuri walioyaweka hapa, ambayo na sisi leo tumepata fursa ya kuweza kuchangia. Mheshimiwa Naibu Spika, sekta ya nishati ni sekta unganishi na sekta muhimu sana ya kuweza kuhakikisha malengo ya taifa letu yanafikiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, dira ya 2050 yote yaliyotajwa katika dira ile na malengo tuliyojiwekea kama taifa, ili tuweze kuyafikia ni lazima tuwe tuna nishati ya uhakika. Na katika malengo hayo tumewekewa lengo la kufikia megawati 74,000 za umeme mpaka ifikapo mwaka 2050. Na katika maelekezo yake Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi yameeleza wazi na katika dira kwamba mpaka ifikapo mwaka 2030 tuwe walau tuna megawati 8,000. Na katika bajeti hii tunayoenda kuitekeleza, Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Nishati imejipanga kuhakikisha ya kwamba tunatoka katika megawati 4,300 tulizonazo sasa na kwenda kwenye megawati 8,000 mpaka 2030 kwa kuanza utekelezaji wa miradi mikubwa. Miradi hiyo, kuna mradi wa kielelezo na wa mfano ambao haujawahi kutokea katika taifa letu, ni uzalishaji wa umeme jua, yani unaotokana na sola, wa megawati 100 pale Kishapa, ambapo tayari tuna megawati 50 na megawati hizi 100 unaanza uzalishaji ndani ya mwaka wa fedha huu 26-27. Lakini si umeme tu huu, Mheshimiwa Naibu Spika, tuna mradi mkubwa ambapo haujawahi kutokea katika taifa letu, uzalishaji wa umeme kupitia makaa ya mawe megawati 2,000, ambapo tunaenda kujenga kule katika eneo la Mchuchuma mkoani Njombe, wilaya ya Ludewa, kwa sababu taifa letu lina mashapo mengi ya makaa ya mawe, lakini hatuzalishi megawati hata moja ya umeme kutokana na makaa hayo ya mawe. Hivyo tunaanza kwenda utekelezaji wa mradi huu wa megawati 2,000. Lakini hatujaishia hapo. Katika kuhakikisha tuna energy mix kubwa katika taifa letu, tunaenda kuongeza gas to power kwa mradi wa Kinyerezi 3 wa kuzalisha megawati 1,000 kuingiza katika gridi yetu ya taifa. Ukiacha miradi hii mikubwa, Mheshimiwa Naibu Spika, tuna mradi wa Kakono megawati 87 ambao na wenyewe unaenda kutekelezwa katika mwaka huu wa fedha. Tuna mradi wa Malagarasi ambao nao upo unaendelea kutekelezwa katika mwaka huu wa fedha unaokuja. Hivyo malengo yetu ya dira tulionayo sisi kama taifa tunaenda kuyafikia kupitia kuongeza uzalishaji katika sekta ya nishati ya umeme. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ukishauzalisha umeme huu tunaufikishaje kwa mlaji wa mwisho ambaye ni mwananchi? Mheshimiwa Spika, umeme si anasa tena. Umeme ni hitaji la msingi kwa maisha ya Mtanzania, na kwa sababu ni mahitaji ya msingi, serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan imewekeza fedha nyingi katika mwaka wa fedha 26-27 katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya umeme. Tunatoa umeme wa Julius Nyerere kupitia Chalinze Dodoma ili uweze kuwafikia wana Dodoma, wana Morogoro, lakini umeme ule utaungwa katika interconnector yetu ya Zuzu ili uweze kufika Singida, Tabora, ukaenda Shinyanga mpaka kuelekea mkoa wa Simiyu na mkoa wa Geita kule na mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Naibu Spika. Lakini sio huo tu. Katika mwaka huu wa fedha tunaenda kuutekeleza, na niwashawishi sana waheshimiwa wabunge kuweza kupiga kura ya ndio kwenye bajeti hii, kwa sababu tunaenda kuunganisha mikoa ya Lindi na Mtwara, mkoa wa Kagera, mkoa wa Rukwa katika gridi ya taifa. Katika bajeti hii tunaenda kuhakikisha mkandarasi analipwa, anayetengeneza laini ya Songea Tunduru Masasi, Masasi Maumbika, kuhakikisha mkoa wa Mtwara unapata umeme na mkoa wa Lindi unapata umeme wa gridi ya taifa. Lakini sio hao tu, tunaenda kuhakikisha tunakamilisha
laini inayojengwa kutoka Iringa kupeleka umeme Mbeya, kutoka Mbeya Songwe, Songwe kwenda Rukwa. Lakini katika bajeti hii tunaenda kuhakikisha laini ya Benako Kiaka na yenyewe inaenda kukamilika. Waheshimiwa wabunge, tunaomba msapoti bajeti hii, mpige kura ya ndio ili tuweze kufikisha umeme huu kwa wananchi. Katika bajeti hii, Mheshimiwa Naibu Spika, tunakwenda kuhakikisha katika vitongoji 64,359 vya nchi hii tunafikisha umeme katika vitongoji 9,009, lakini vile vile tunaongeza vitongoji vingine ili hadi ifikapo mwaka 2030 tuweze kuwa tumekamilisha vitongoji vyote 64,359 vya taifa letu. Ni kazi kubwa inayoenda kufanywa katika mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Naibu Spika, lakini sio tu kwamba tumejikita katika umeme. Katika bajeti hii ambayo tunaenda kuipitisha, tunaenda kuongeza uwezo wetu wa uzalishaji wa gesi kwa kujenga bomba la kutoka katika kisima cha Ntoria kwenda Madimba, lakini vile vile tunaenda kuongeza uchimbaji wa visima vingine pale Mnazi Bay. Tunakwenda kuangalia kushoot seismic data katika vitalu vya Lindi, Mtwara, kuhakikisha kwamba tunapata gesi nyingi zaidi kuweza kuongeza uzalishaji katika viwanda vyetu, katika umeme na kadhalika katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kazi kubwa ambayo inaenda kufanywa kwenye bajeti hii. Niwaombe tena waheshimiwa wabunge kuipigia kura ya ndio bajeti hii, kwa sababu ni bajeti ya mageuzi, ni bajeti inayoenda kugusa maisha ya Mtanzania moja kwa moja. Katika bajeti hii, Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge hapa wamezungumza, tuliwasikia kipindi cha bajeti yetu na bajeti kuu ya serikali. Wamelilia kwamba kuna maeneo ya miji yapo katika manispaa lakini ni vijiji. Kuna maeneo ambayo Babati pale, Mheshimiwa Naibu Spika, ambayo inasemekana ni mtaa lakini ni kijiji. Kuna maeneo Dodoma, kuna maeneo Njombe na maeneo mengineko ambapo wanalazimika kulipa umeme kwa gharama ya juu zaidi na si shilingi 27,000. Katika bajeti hii tunaenda kuhakikisha maeneo yote ambayo ni ya vijiji lakini yanaitwa mtaa, yapo katika majiji, yapo katika manispaa, yapo katika halmashauri za miji, tunaenda kuunganisha umeme kwa shilingi 27,000. Ndiyo kazi aliyotutuma Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndiyo kazi ya serikali hii ya awamu ya 6 kugusa maisha ya Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, nimalizie kwa kurudia tena kuwashawishi waheshimiwa wabunge kupiga kura ya ndio tukayatekeleze yote haya niliyoyataja. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kuyasema hayo, naomba tena kuchukua nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa Mipango Profesa Kitila Mkumbo, naibu waziri wake, katibu mkuu Kida, katibu mkuu Msemwa kwa kazi nzuri wanaoifanya. Nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar, na kwa kweli balozi amekuwa msaada mkubwa pamoja na Profesa Kitila Mkumbo katika utekelezaji wa majukumu yangu. Vile vile PST Dr. Natu Mwamba na timu yake nzima, na washukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao wameendelea kutupa katika sekta ya nishati. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuunga mkono hoja hii. Asante sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Nishati, Mheshimiwa